Taarifa kutoka jeshi la polisi. Jeshi la polisi kupitia msemaji wake David Misime limeeleza kuwa taarifa zilizosambaa mitandaoni zikidai kwamba kuna maandamano yanayoendelea nchini hazina ukweli, kwani hadi mchana wa Disemba 9, 2025 mpaka leo jioni hali ya usalama nchini ni shwari. Katika taarifa yake hiyo aliyoitoa leo Disemba 9, 2025, Misime amesema vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha ulinzi sambamba na kulinda maisha ya watu na mali zao. Aidha, ametoa wito kwa wananchi kuzipuuza picha za mjongeo na mnato zinazosambazwa mitandaoni zikionyesha kuwa maandamano yameanza. Taarifa hizo sio sahihi, ni matukio ya nyuma ya kiwamo ya tarehe 29 mwezi wa 10, tarehe 30, tarehe 31 mwezi wa 10, 2025. Zingine ni za nyuma zaidi. Mfano moja ni tukio la mwezi Juni 2025 ambapo kabila la Wamasai walikuwa na sherehe za jando walizofanya msitu wa Tanapa jijini Arusha. Jeshi la polisi pia limekumbusha kuwa maandamano yanayoitwa maandamano ya amani yalipigwa marufuku kuanzia Disemba 5, 2025 kwa kuwa hayakizi matakwa ya kisheria ikiwemo Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na sheria ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 332. Misime pia ametoa wito kwa wananchi kuendelea kufuata sheria kwa manufaa ya wote. Hata hivyo, ulinzi umeimarishwa ambapo eneo la Chanika Mwisho maarufu Chanika mjini ambalo huwa na pilika nyingi za kibiashara na usafiri wa daladala leo Jumanne Disemba 9, 2025 lina utulivu usio wa kawaida. Mwananchi limepita maeneo hayo ambayo hadi saa 6 mchana yalikuwa na ulinzi wa askari wa jeshi la polisi na kukiwa na vizuizi pande zote za kuingia na kutoka, huku wananchi wakilalamikia kuadimika mikate. Askari hao sambamba na wale wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ, baadhi wana silaha za moto na wengine wana fimbo mkononi. Imeshuhudiwa madumu, matenga ya nyanya na meza za wafanyabiashara zikiwa zimefungwa kamba na kutumika kama vizuizi barabarani. Vizuizi hivyo vimewekwa barabara ya kuingia na kutokea Homboza wilayani Kisarawe mkoani Pwani. Vingine vimewekwa barabara ya kuelekea Mvuti Mbagala na ile inayoelekea katikati ya jiji la Dar es Salaam. Katika vizuizi hivyo wanaopita wamekuwa wakionyesha vitambulisho, huku wale ambao hawakuwa navyo wanatakiwa kurudi walikotoka. Tukapita tena Sinza, maduka yamefungwa, utulivu umetawala. Wafanyabiashara na wasafirishaji katika maeneo ya Sinza wamefunga maduka yao huku huduma ya usafiri ikipatikana kwa shida. Leo Disemba 9, 2025 tumeshuhudia hali ya utulivu katika maeneo yote ya mitaa ya eneo la Sinza ambako hakuna watu wala maduka yaliyofunguliwa, huku usafiri wa bodaboda ukiwa pia ni wa shida. Tabata Segerea kimya, hali ni shwari. Wafanyabiashara na wasafirishaji katika eneo la Segerea wakiwa wamefunga maduka yao na kusimamisha huduma za usafiri leo Disemba 9, 2025. Tumeshuhudia hali ya utulivu katika maeneo kadhaa ya mitaa eneo hilo. Katika kituo cha mabasi cha Segerea Mwisho hapa kuonekana mfanyabiashara wala gari inayotoa huduma ya usafiri. Utulivu pia watanda Soweto, Mbeya siku ya uhuru. Hali ya utulivu imetanda katika baadhi ya maeneo jijini Mbeya tofauti na ilivyokuwa jana Disemba 8, 2025. Leo Jumanne Disemba 9, Watanzania wanaadhimisha siku ya uhuru wa Tanganyika ikiwa ni miaka 64. Hata hivyo, serikali imewataka wananchi wasio na ulazima wa kutoka kubaki nyumbani. Tukapita baadhi ya maeneo jijini Mbeya ikiwemo Soweto ambako saa 5 asubuhi baadhi ya maduka yalikuwa yamefungwa huku kukiwa hakuna watu mtaani. Jana Disemba 8 katika soko la Soweto kulishuhudiwa umati wa wananchi wakifanya ununuzi wa bidhaa. Kutokana na utulivu uliotanda, huduma ya usafiri ukiwamo wa bajaji na daladala umekuwa changamoto, huku bodaboda wakionekana kwa nadra sana barabarani. Mfanyabiashara Suleiman Hashimu amesema siku 7 nyuma wananchi walinunua mahitaji, hivyo leo Disemba 9
ameamua kufunga biashara. Huenda ununuzi uliofanyika ni kwa sababu tulisikia Disemba 9 kutakuwa na maandamano, ndio maana hali ilikuwa vile, amesema. Maeneo ya Magomeni yamekuwa na utulivu tofauti na siku nyingine, ikiwamo siku ya jana Jumatatu, ambapo mara nyingi kunakuwa na pilika za watu na shughuli mbalimbali. Leo Jumanne Disemba 9, 2025, mitaa tofauti imeonekana kuwa na tulivu, huku wakazi wengi wakibaki kwenye makazi yao. Kuanzia Magomeni, Usalama, Kota hadi TANESCO, hali imeripotiwa kuwa shwari na hakuna maduka wala magenge au huduma nyingine zinazopatikana au kufunguliwa. Ukimya umetawala kiasi cha kufanikisha mazingira na siku ya msiba, lakini hivyo ndio hali ya Jumanne, mtu yupo nyumbani kwake. Akizungumza hali hiyo, Abdurrahim Maulidi amesema kuwa wananchi wametii maelekezo ya serikali kukaa nyumbani wakiadhimisha siku ya uhuru wa Tanganyika, na wengi walikuwa wamejiandaa mapema kwa kununua mahitaji muhimu tofauti na ilivyokuwa Oktoba 29. Safari hii sijaona mtu anayehangaika kutafuta mahitaji kwa sababu maandalizi yalishafanyika. Kingine, mtandao upo haujakatwa kama siku ile Oktoba 29, hivyo mtu hawezi kuwa bored. Hata hivyo, Mwananchi ilishuhudia mitaa mingine mtu mmoja wakitembea, huku baadhi ya maduka yakifunguliwa kwa muda kutoa huduma kisha yanafungwa. Hata hivyo, maduka mtaa wa Loliondo, Kibaha yalikuwa yamefungwa. Hali ilivyo mtaa wa Loliondo, manispaa ya Kibaha, Pwani, ambapo maduka mengi hayajafunguliwa leo Jumanne Disemba 9, 2025, tangu saa 12 asubuhi hadi saa 8 asubuhi mpaka sasa ni jioni, ambapo eneo hilo ndilo wananchi wamekuwa wakifurika kila siku kupata mahitaji muhimu. Hali ilivyo eneo la Kariakoo, makutano ya barabara ya Lumumba na mtaa wa Mkunguni kuelekea barabara ya Bibi Titi, ukiwa hakuna wafanyabiashara wala watu wanaopita leo Jumanne Disemba 9, 2025, jijini Dar es Salaam, ikiwa ni sikukuu ya uhuru wa Tanganyika. Hali pia ya Mlimani City, eneo la Mlimani City, eneo hili ambalo limezoeleka kuwa ni la pilika za magari na watembea kwa miguu, lakini leo hakuna wafanyabiashara wala watu wanaopita, tofauti na siku za nyuma. Hii ni leo Jumanne Disemba 9, 2025, jijini Dar es Salaam, ikiwa ni siku ya uhuru wa Tanganyika. Namu, hivyo asitokee mtu yeyote akakwambia bwana watu leo wameandamana. Zile video mjongeo ambazo unaziona ni za kipindi kile ya tarehe 29/31 Oktoba mwaka 2025. Endelea kusalia na Neli TV kwa taarifa kemkem kutokea hapa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nilikuandalia kusomea taarifa hii mimi Sport. Hadi wakati mwingine, bye bye.